kutoka katika halmashauri yetu ya jiji la Dar es Salaam. Pia mtapokea tena wito hivi karibuni kwa ajili ya kuhudhuria training yetu inayohusu mikopo ya 10%. Kwa hiyo katika sehemu ambayo imepewa mkazo ni mafunzo. Kwa hiyo mafunzo mliyopokea leo ni mafunzo ya awali kuhusu jinsi gani ya kuweka akiba, jinsi ya kuendeleza miradi, lakini jinsi ya kusaidia kikundi pale panapokuwa na changamoto. Najua tunaishi kwenye vikundi mbalimbali, kuna kuwepo na changamoto ambazo tunazifanyia kazi, na leo hii mmepata fursa ya kuweza kupata uelewa wa jinsi gani ya kupunguza changamoto kwenye vikundi vyetu ambavyo tunaishi navyo katika maisha yetu na wale waliotuzunguka. Kwa baada ya semina hii kutakuwa na semina nyingine ambayo itafanyika katika jiji la Dar es Salaam pale ofisini kwao, kwa maana ya kuendeleza elimu hii ambayo umeipata leo, na itakuwa na mada tofauti. Leo tumejifunza mada 3 muhimu, lakini tumebakiza tena mada 3 na zaidi muhimu katika ile ratiba yetu umeweza kuziona, ambazo hizo zitafanyika katika ofisi yetu ya jiji la Dar es Salaam. Kwa hiyo kwa kusema maneno hayo, ni washukuru sana 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 kwa kuja katika session hii, na niwatakie kila laheri, na mpaka hapo tutakapoonana tena kuendelea na training zingine. Kimsingi sisi tuko vijana 5 tulioamua kukaa pamoja, kuja na wazo la kujiajiri baada ya kupata changamoto ya kukosa ajira, kwa sababu so far sisi tumeenda shule, ni wasomi. Baada ya kuona changamoto ya ajira, tukakaa pamoja, tukaunda grupu kwa ajili ya uzalishaji na usambazaji wa furniture mbalimbali. Tulianza taratibu tukiwa tuna mtaji, tulitumia nguvu zetu na rasilimali zetu wenyewe kwa kuchangishana, lakini namshukuru sana Mheshimiwa Rais kupitia Idara ya Maendeleo ya Jamii kwa kutulea, kutukuza na kututia moyo. Mpaka sasa hivi tumeweza kuwa na mafanikio. Tumeweza kujisajili kwenye mfumo wa manunuzi, yani NeST. Tuna compete kuomba tenda mbalimbali, na hivi sasa tunavyozungumza tumesha kushinda tenda ya Ilala ya kutengeneza madawati 2750. Tulimaliza hiyo kazi vizuri, lakini pia wenzetu wa Temeke Manispaa wametuunga mkono kwa kutupatia tenda ya madawati 7000 yenye thamani ya milioni 658. Tunaendelea nayo hiyo kazi, na kwa sasa tumeweza kuajiri vijana wenzetu takriban 50. Tunafanya nao kazi pale ofisini kwetu, na wao pia wanajipatia mahitaji yao ya kila siku. Lakini pia tunamshukuru tena Mheshimiwa Rais kwa kuanzisha huu mfumo wa mikopo ya 10% ya kina mama, vijana na watu wenye ulemavu. Binafsi sisi ni wanufaika. Tumeweza kuandika andiko letu la mradi nzuri kwa ajili ya kupata pesa ya kuboresha mradi wetu. Tunashukuru wametupatia milioni 150 kwa ajili ya kuboresha shughuli yetu. Kikweli tumejisikia faraja sana kwamba mwananchi huyu anaweza kunufaika, na tunamshukuru pia Mama Samia Suluhu Hassan kwa ajili ya kuendelea kutuinua Watanzania wa hali ya chini. Maanake inafika mahali kama Mtanzania unashindwa hata kukopesheka, kwa sababu kwa kweli haukopesheki, hauna collateral, yani hauna vigezo. Lakini kupitia CRDB Bank Foundation na mimi kama mratibu kupitia vikundi tunanufaika, wamama wananufaika. Wanatoka kuwa wamama ntilie mpaka mtu anafungua duka kubwa. Anatoka mtu hana chochote, sasa hivi anamiliki bodaboda, anamiliki bajaji, tuna kilimo. Kwa hiyo tunajikuta kwamba fursa ziko mbele yetu, na hata afya ya akili ya mwanamke inatulia, na nina uhakika kabisa hata ndoa zinatulia, na mama anapata muda mzuri wa kukaa na familia yake. Kwa nini? Kwa sababu tayari kuna plani imewekwa kwa ajili ya kuwezeshwa sisi kama wanawake.